Mwongozo wa kujifunza Biblia, ikiwa ni robo ya pili ya mwaka 2026. Kukua katika uhusiano na Mungu. Juma hili tumekuwa tukiangazia somo la 12 lisemalo shiriki habari zake, na leo ni Juni 19, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Haidhuru uwe na taaluma gani, hakuna mtu mwenye upendo safi kwa Mungu isipokuwa ana upendo usio na ubinafsi kwa ndugu yake. Lakini hatuwezi kuipata roho hii kwa kujaribu kuwapenda wengine. Kinachohitajika ni upendo wa Kristo moyoni. Wakati nafsi inapounganishwa ndani ya Kristo, upendo hujitokeza wenyewe. Ellen G. White, Christ Object Lessons, ukurasa wa 384. Wale wanaojishughulisha kwa bidii na kwa uaminifu wa moyo wote katika kazi ya kuwaleta watu kwa Yesu Kristo ndio waliokomaa zaidi katika maisha ya kiroho na ibada. Ellen G. White, Evangelism, ukurasa wa 356. Nguvu ya kupinga uovu hupatikana kwa kujitoa kwa bidii kumtumikia Mungu. Ellen G. White, The Acts of the Apostles, ukurasa wa 105. Ili kuingia katika furaha yake, furaha ya kuona roho zikikombolewa kwa dhabihu yake, tunapaswa kushiriki katika kazi yake ya kuwakomboa. Ellen G. White, The Desire of Ages, ukurasa wa 142. Wale wanaokataa fursa ya kushirikiana na Kristo katika huduma wanakataa mafunzo pekee yanayowafanya kustahili kushiriki pamoja naye katika utukufu wake. Ellen G. White, Education, ukurasa wa 264. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: kwa nini upendo ni msingi na muhimu sana kwa aina yoyote ya ushuhudiaji wenye ufanisi? Swali la pili: uligundua lini kuwa kuongoa roho kunahusiana moja kwa moja na kutembea wewe binafsi pamoja na Mungu bila kuyumba? Swali la tatu: je, kuna msingi au uelewa wa msingi unaohitajika ili kumshuhudia Mungu kwa wengine? Ikiwa upo, unaweza kuwa upi? Swali la nne: kuhusiana na suala la kuendesha mafundisho ya Biblia kwa mtu asiyeamini, ni wapi pa kuanzia? Je, lengo lako la awali ni lipi, kuthibitisha mafundisho fulani au kumwalika mtu kumjua Yesu? Swali la tano: imba au sikiliza maneno ya wimbo Redeemed, kitabu cha nyimbo cha Waadventista wa Sabato namba 338, na tafakari juu ya njia unazotumia kuutangaza. Muhtasari. Upendo wa Mungu na neno lake lililo hai na lenye nguvu vinapojaza maisha yetu ya kila siku, tutasukumwa kumpenda na kumshuhudia kwa wale wanaotuzunguka. Tunapaswa kuwa watu wa maombi, wenye kutafakari na wenye kusudi katika kushuhudia, tukiamini kwamba neno lake litokalo katika kinywa chake halitarudi kwake bure, bali litatimiza mapenzi yake na litafanikiwa katika jambo ambalo amelituma. Tazama Isaya 55:11. Hii ni siku ya Ijumaa, mwisho wa somo hili la 12. Mungu atubariki sote.